Verse 18 says, and say, thus says the Lord God, woe to the women who sew magic charms on their sleeves and make veils for the heads of people of every height to hunt souls. Will you hunt the souls of my people and keep yourselves alive? And will you profane me among my people for handfuls of barley and the pieces of bread, killing people who should not die and keeping people alive who should not live? By your lying to my people who listen to lies. Verse 20, therefore says the Lord God, behold, I am against your magic charms, by which you hunt souls there like birds. I will tear them from your arms and let the souls go, and the souls you hunt like birds. Tuombeni. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunatangaza nguvu zako na mamlaka yako katika jina la Yesu Kristo. Hali hapa tulipo Bwana, tunaendelea kuagiza uwepo na mamlaka yako. Bwana tawala, ongea na watoto wako Jehova, tufikie katika mioyo yetu na roho zetu. Bwana, fungua watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Na wafungua ufahamu Bwana, na wafungua kuelewa, wakaweze kuelewa, wakaweze kusikia, wakaweze kuona, in the name of Jesus. That Lord, we shall not walk with you blind and dull and dumb, but we are going to walk with you alive, hearing and seeing, in the name of Jesus. Kila nguvu zote za giza na mamlaka ya kishetani, kila maroho yaliyo kinyume na neno hili, ninatangazia kwamba yana nguvu, yana uwezo, maana Kristo Yesu ametawala mahali hapa. Asante Yesu, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Basi leo tutaendelea na jambo tuliguza wakati ule mwingine. I think this is the fifth or fourth series of this dealing with the spirit of divination and witchcraft. The last time we said we can deal with this spirit by the power of the Word of God. And we said the Word of God is power. And when studying the Word of God, we have 3 steps if we need the Word of God to become power. Number 1, we need to read the Word of God to our heart. Tusome neno la Mungu kwa ajili yetu. Tuisome kwa ajili ya mioyo yetu. Number 2, tuisome neno la Mungu ili ifanye kazi katika shida zetu. Bwana Yesu asifiwe. And we say the Word of God is power. Today I want us to look at dealing with this spirit of divination and witchcraft by the authority of the believer. Kupambana na hiki kiroho cha uchawi na uganga tukitumia mamlaka ya Mkristo. The authority of the believer. Dealing with the spirit of divination and witchcraft by the authority of the believer. The believer's authority. Hallelujah. Nafikiri tutaenda pamoja kwa sababu ya saa zimesonga, and God will be with us. We have read Ezekiel chapter 13 verse 17 to 23. And I want to start by asking this question. What is this spirit called divination and witchcraft? Hiki kiroho ambacho kinaitwa uanguzi na uchawi ni nini? And the other time we said, this spirit, no matter which way it presents itself, haijalishi hiki kiroho kinajionyesha kwa jina gani, hii ni roho ya shetani. Ephesians 2:2 writes, we won't go there, I'll read the key part. Anaitwa the prince of the power of the air. Prince of the power of the air. Huyo ndiye kiroho hicho, roho ambaye anafanya kazi katika wale hawatii sheria. The spirit that works with the sons of disobedience. Ukiangalia mstari unasema hivyo,
the prince of the power of the air. Na katika kitabu cha Danieli tumeona akimfungia Danieli. Danieli ameomba. Danieli mtakatifu wa Mungu ameomba. He was a civil servant. He is not even a pastor or a prophet. Lakini ameomba, ni muombaji, is a prayer warrior. Lakini hiki kiroho kinaitwa the spirit of the prince of the air, ambacho ni kiroho katika anga. Kazi yake ni kufunga maisha, kufunga maombi, kusimamisha wakati maombi yako imejibiwa, inasimamisha majibu. Wakati wewe unaomba, inakusimamisha usifikie. Hicho ni kiroho kinaitwa the power of the spirit, the prince of the spirit of the air, the prince of the power of the air. Isaiah 14 wanamuita Lucifer, the son of the morning. Jina ingine ya hicho kiroho ni Lucifer mwenyewe. And then when we go to Revelation 12:9-10, I just want to read the names of this spirit. The great dragon, the old serpent, devil, Satan, accuser of brothers. Hiki kiroho Yohana anakieleza zaidi. Anaweza kinaitwa the dragon, the great dragon, not small dragon, the great dragon. That is Revelation 12:9-10. Hiki kiroho kinaitwa the great dragon, joka kuu, isoka inene. Anarudi anatuambia it is the serpent, nyoka kubwa. Serpent, anasema hiki kiroho ni cha nyoka, ni kiroho cha majoka wa makuu. The great dragon, the old serpent, isoka zile kuu, nzoka ilangu. And then devil, anambatiza jina ingine, anamuita devil, anamuita Satan. Hayo yote ni majina ya hiki kiroho ambacho commonly in the village, commonly in everywhere, ni kinajiita divination spirit. Haijalishi iko na mchungaji, haijalishi inatumika na mganga, haijalishi inatumika na vikundi vya biashara, haijalishi inatumika na watoto shuleni, vikundi vya watoto shuleni, wakijiita Illuminati, wakijiita Freemason, wakijiita whatever cult. The spirit is divination. Kujiunga ama kuita mapepo, maroho wakusaidie katika kazi. Divination spirit. Haijalishi inajiitaje. Saa hii wanajiita waganga, wengine wanajiita wachungaji, wengine wanajiita waombaji, wengine wanajiita vikundi vya biashara, wengine ni vikundi vya watoto kule university, unasikia kikundi fulani. Lakini wana uwezo na wana sayansi fulani ya kucontrol or to master spirits, waweze kuwasaidia katika kazi yao. The science of dealing with spirits to help them and to give them an advantage in business, in education, in politics, in preaching, whatever. Demons can be used in any way. The spirit is divination and witchcraft. Hallelujah. Nataka uelewe hivyo, because that is a practical Christianity, not history, not philosophy, not psychology, nonsense. Practical Christianity, what you are going to meet in your house, what you are going to meet in the business, what you are going to meet in our family. Witchcraft, divination, common in Africa, common in Kenya, common in Ukambani. Kiroho ni kimoja, jina lake ni the great dragon. Jina ile ingine ni Satani. Hata akija akibeba Biblia, ni Satani mwenyewe. Jina ile ingine ni David mwenyewe. Jina ile ingine ni the old serpent. Nzoka ilangu. Oila ina atamu na eba nzoka no Yesu. Nzoka yule ikune ameishi makao alaje. Soke ku. Haijalishi inatumika. Hata kama inatumika kukupa pesa. No, nzoka langu, the old serpent. No, Yesu. Haijalishi unaitumia. Uwe Mkristo, uwe si Mkristo, uwe pastor, uwe nini, fanya biashara. Haijalishi hata ikija ikipitia jina Illuminati. Ni joka yule mzee, ni huyo. Is the same spirit, divination and witchcraft. This service today is looking at how we can deal with this thing. The spirit of divination and witchcraft, using the authority of the believer. Hallelujah. What does this serpent do, or what does this spirit do?
kindu kiki tawezokanye ya wachoni mwao kika hata number 1 Ezekiel 13 mahali tumesoma, tumeambiwa kuna wanawake kule Israeli. Hao wanawake kazi yao, ukiangalia neno mahali tumesoma kwa Kiswahili, walikuwa wanashona irizi. Kazi yao ni kushona irizi. They are very good. They are wise in their way to design irizi, magic charms. Kwa kizungu wanaita magic charms. Alafu wanazishonea mikono za watu. Ezekiel 13 nasema hivyo, wanazishonea mikono za watu. What is it for? Ukiangalia pale chini wanasema kazi yao moja ilikuwa deception. Kazi moja kubwa na hiki kiroho ni deception, kudanganya. Deception sio ile kudanganya, unajua, it is to control, manipulate using deception. Ezekiel 13, magic charms for deception, to control people. Wakati wowote utakapojikuta ukicontrol watu to your advantage, to their disadvantage and to your advantage, haijalishi wewe si mchawi wala mganga, unatumia uchawi. Unajua uchawi si lazima uwe na vibuyu. Paulo anauliza wa Galatia, foolish Galatians, who has bewitched you? They are in church, but he's asking them, foolish Galatians, who has bewitched you? Mwaoiwe Nuhu. Amaanishi vibuyu, amaanishi ota, amaanishi ati charms, anamaanisha who is trying to deceive you for his advantage. Hallelujah. We shall look at levels of this spirit one day. God will guide us. Holy Spirit will teach us. Hallelujah. Another work in Ezekiel 13 is to veil people. To veil people is to put veil on their eyes. Pale chini mstari wa 19, 17, 19, 18, 20, Mungu anauliza hawa wamama, kazi yenu ni kuwachonea leso. Kiswahili inasema leso, English inasema veil. You veil people, unawaweka ndani kitu kwa uso, hawaelewi wanaenda wapi, wanatoka wapi. One of the main job of witches, sorcerers, diviners, haijalishi anafanya kazi kwa level gani, is to veil people, kuwafanya wasione mbele, wawe hawawezi kuelewa na mambo, wawe ni slaves wake. Veiled. And this is serious. I once walked veiled. Mimi mwenyewe. And when I was praying, I asked a certain spirit, why could I not see when you were working in my house? Kwa nini mimi singeona? Mimi nahubiri, naimba kwaya, nafundisha Sunday school, lakini singeelewa kwamba katikati yangu kuna kiroho na kinafanya kazi na kinabomoa nyumba yangu, kinasumbua watoto wangu, kinaharibu kazi zangu, kinaleta destruction, killing and stealing. Why could I understand? And the Spirit is saying, we veiled you. Tulikuweka leso. Yani kwa Kiswahili tuite leso tu. Veil ni pasia, wacha tuite pasia ndio nzuri. Tulikuweka pasia kwa uso, aungejua, aungeelewa. Bwana nikwambie, siku hiyo niliomba kama priest. Many Christians are walking veiled. Hapa hivi haoni kitu. Ana macho, najua macho haya si macho tu. Kuna macho zaidi. Ephesians 1:17 down there nasema, Lord, open the eyes of my understanding. Hallelujah. There are the eyes of science. Hizi ziko hapa. Hizi zijua mgonjwa zinatibiwa. But there are eyes of understanding. Pigia Yesu makofi. Kunayo macho zaidi ya macho. Wachawi, waganga, washirikina hawana macho mawili, wengine hata wana zaidi ya wawili. Hallelujah. That's why they can see you when they are in their home.
So we can be vain that we can't understand. And that is one of the greatest tricks the devil is using in the church today. He has used religion to make Jesus just the baby Jesus. To make Jesus a man hanging on the cross. Mtu ambaye ako kwa msalaba amepigiwa misumari atakusaidia na nini? Mtu ambaye ni katoto kameshikwa na mama yake atakusaidia na nini? Religion has made us to be vain. We do not see the resurrected Jesus. We see the Jesus hanging on the cross. We see the Jesus, baby Jesus. We see the tomb. We don't see the resurrected, powerful Jesus. Hii dini itamaliza watu. Tutakuja kusherehekea Christmas. But let me tell you, we are not celebrating baby Jesus. We are celebrating resurrected with power. The Bible says he resurrected with power. Wacha niseme inafanya nini kwa haraka. In Isaiah, macho inanisumbua kidogo. Isaiah 42 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 22, andika ukasome. Inasema hiki kiroho kazi yake ni to blighten people and imprison people. Blighten people and imprison people. Watu wamefungwa macho aoni na hawezi kuona. Hata sasa tunaongelea hicho kitu. Kuna mtu anasema, what is this man saying? Wewe ambaye watu macho hapo, lakini wewe umustaki vizuri, amepigwa na hiki kiroho cha divination kimempiga kabisa, lakini hao blightening people, blightening churches. Tunachagua Jezebel anakuwa pastor because we are blind. Hallelujah. Blightening people, kuweka watu wawe awaoni, aelewi, aoni kazi ya kikiroho. Number 2, imprison people. Imprison people. I feel I should read Ezekiel. Wewe soma kwa Kiswahili. Ezekiel chapter 42 verse 6. Number 22 verse 22 inasema, rob people, kuwaibia watu, plunder people, kuwanyang'anya, ensnare people, kuwatega. Imprison people, weka watu katika jela. Hiyo ndio kazi hii kiroho. Imprison people, ibia watu. Hawa ni watu, inasema hivi kwa Kiswahili, hawa ni watu walioibiwa. Hawa ni watu walioibiwa. Wamenyang'anywa kila kitu. Wako katika mashimo. Wao ni mawindo ya kuliwa. Hiyo ndio kazi ya uchawi. I was praying for somebody on Sunday with Pastor Mesha, on Sunday but work. And the Spirit said, a witchcraft spirit. That's why I'm not happy about it. Mpaka tutaipiga, hata kama utaki mimi nitaenda ndani yangu. Pigia Yesu makofi. Nitaipiga hata kama naenda ndani yangu. I know alone with the Holy Spirit we are majority. Hallelujah. This is a young man, very talented, lakini atende. And when we pray, wakati tunaomba, a spirit of a witch, nasema mimi ni mchawi, nimemweka mifupa kwa miguu. Alituambia siku hii ndio nimevaa kiatu for almost 2 weeks. Nikitembea nasikia nadungwa huko chini. Nadungwa huko chini. Siwezi kutembea. The spirit of the witch said, nimeweka mifupa huko ili asiamka aende kazi. Unalalaka unaruka unasikia utaki kuamka unasema Mungu leo anatieni kazi. Omba. Bwana Yesu asifiwe. This is a very bad spirit. Very bad spirit. The spirit of divination and witchcraft. Bondage. It causes bondage. Inafunga familia. Watu wamemeleza chuo kikuu na hakuna mahali anaenda, amefungwa. Totally bondage. Imprisoned. A whole family generation imprisoned.
This spirit told us this man has money, but he will never have money in his pocket. I'm just challenging you to pray and not take things religiously. Kuattend kanisa ati kwa sababu ni kanisa ati sisi ndio jamaa hizi. Kwenda huko. Ina hapana hela hizi. Kwenda huko. Utakaa hizi na uchawi atakusherehekea kabisa. Huyu kijana a young talented man. Wanasema we are beaten him. Miguu yake haiwezi amka akaenda kazi. Hata viatu hata baba. Tutafanya to make sure ni maskini. Ile kitu nilikasirisha zaidi, niliuliza, huyu jamaa ameokoka? Yes, he said. Why are you beating him? Tulienda kwao. Walikuwa mama yao amekufa tu.